Hai, tunafungua ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunasema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama kawaida yetu, hii ni habari njema za Kristo. Hii ni habari ya msamaha wa dhambi, habari ya kushinda na zaidi ya kushinda. Yesu ni Mwokozi, Yesu anaokoa, Yesu anabadilisha na Yesu anainua. Hii ni habari zake ya kwamba yeye ni Mungu na uungu wote iko kwake. Tunafuraha katika kipindi hichi na jioni kama hii ya kukuletea habari za ufalme wa Mungu, ya kwamba Yesu ni mfalme na Yesu ni Mwokozi na anaweza, na kilichokufa kinafufuka. Wakati habari hii inapofika mahali, inageuza hali ya mtu, inaondoa unyonge, inaondoa udhaifu, inaondoa kila magonjwa, inaondoa umasikini, inarudisha tumaini. Habari hii ni habari inayerudisha tumaini, ni habari inayekutia nguvu, ni habari inayekutia moyo. Usijione wewe ni dhaifu, bali jione wewe ni bora, maana Mungu amekukusudia uwe bora, na Mungu amekuumba kwa makusudi akuweke katika ulimwengu huu, na ulimwengu huu kuwekwa makusudi umtumikie Mungu, makusudi utangaze habari zake, makusudi ukamsifu Mungu. Maana wana wa Israeli walipokuwa huko Misri kwenye kifungo, walipokuwa wakitumikishwa, walikaa kama watumwa. Lakini wakati mtumishi wa Mungu Musa alipotumwa, wana wa Israeli walimwambia Farao, tuachie tukamtumikie Mungu, tuachie tukamtolee sadaka Mungu wetu. Kana kwamba wewe kuwepo huru, wewe upo kwa ajili ya kumtumikia Mungu, wewe upo kwa ajili ya kumsema Yesu, wewe upo kwa ajili ya kutangaza habari njema, wewe upo kwa ajili ya kusema Yesu ni Bwana na Yesu anaokoa, kwa sababu aliye na mwana ana ushuhuda. Na ikiwa wewe ni mwana na ikiwa umeitwa kwa jina lake, una ushuhuda, kwa sababu mahali ulipotoka au mapito unaopitia si mapito ya kawaida. Lakini Yesu anasema, kwangu kuna pumziko. Isaya 9:6 anasema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, mtoto mfalme, mwanamume, ana uweza wa kifalme, ni mfalme wa amani. Katika yeye kunapatikana amani, katika yeye kunapatikana mahitaji yote. Mathayo anasema, kwangu kuna pumziko. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka. Wanaosumbuka ni walioko nje ya ufalme. Katika Kristo kuna ufalme, katika Kristo kuna amani, katika Kristo kuna raha. Anasema, nitawapa raha nafsini mwenu. Katika yeye kuna kila kitu. Wanaosumbuka wako nje ya ufalme, lakini walioko ndani ya ufalme hawasumbuki, kwa sababu baba yao ana kila kitu. Anasema watataabika, na wewe ulio katika ufalme utaingia katika taabu yao. Kwa hiyo habari njema ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Habari njema ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Habari njema ni Kristo, ni Kristo. Nikisema Kristo amefanyika dhambi kwa ajili yako, nikisema Kristo amefanyika wokovu kwa ajili yako, nikisema Kristo ulikuwa mfungwa, ulikuwa huna uwezo wa kufikiri, ulikuwa huna uwezo wa kuamua jambo kama wewe, lakini amekuja anayekupa uwezo wa kuamua. Amekuja anayeweza kukuweka huru, na anakuweka huru kweli kweli. Ni Yesu peke yake. Katika ulimwengu huu
kuna dhiki kubwa, lakini tunajipa moyo, tunaamini, tunatumaini, tunajua ameushinda Kristo. Ulimwengu, hakuna kitu kitakachoweza kuushinda ulimwengu. Maana yake kila kitu unachotafuta ni ya ulimwengu. Unatafuta nyumba nzuri, unatafuta magari, unatafuta ndoa, unatafuta kila kitu unachotafuta. Anasema nimeushinda ulimwengu. Maana yake ameshamiliki yeye. Yeye ana uwezo wa kukupa mamlaka yote duniani na mbinguni. Yesu anasema nimepewa mimi. Naomba nisome kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro inaniambia, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza, mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 22. Anasema hivi: mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Jitahidini kupendana kwa moyo. Kwa moyo jitahidini kupendana. Anasema kupendana kwa moyo, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Anasema si kwa mbegu iharibikayo, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu. Anasema lenye uzima, neno lina uzima, lidumulo hata milele, hata milele. Maana 24 anasema, maana mwili wote ni kama majani, na kama na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema tunalolihubiri, tulihubiri hilo. Sema amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza kwamba, anasema 22, mkiisha kujitakasa roho zenu. Kwa nini? Tulikuwa wachafu, tulikuwa watu wa kubeba katika mioyo, tulikuwa watu tuliobeba chuki, tulikuwa watu ambao tumebeba fikira ya uharibifu, maana shetani ni mharibifu. Sasa ukishabeba fikira ya uharibifu, unamsaidia shetani kazi. Lakini neno linasema kwamba mkiisha jitakasa, mkirudi kwa Kristo, anasema mkisha jitakasa, mkisha uondoa ile uchafu, mkisha acha ile tabia mbovu, anasema kwa kutii kweli, kwa kutii kweli neno la Bwana, kwa kutii neno la Bwana. Maana huwezi ukawa safi lakini uko nje ya lile neno la Bwana. Lakini neno la Bwana ndio linaweza likasafisha. Neno la Bwana ndio linaweza likakuweka huru. Neno la Bwana ndio linaweza likakubadilisha. Neno la Bwana ndio linaweza likaondoa unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Kufikiria upendo wa ndugu usio na unafiki. Sisi tu wamoja katika Kristo. Sisi ni ndugu katika Kristo. Sisi tunatokana na mwanadamu mmoja anaitwa Adam. Na tumetokana na Adam.
na sisi wote ni ndugu kama kanisa. Maanake tukishamwamini Yesu tunakuwa familia moja, na tukishakuwa familia moja tumeshakuwa ndugu, na tunapaswa kupendana sisi kwa sisi, kwa sababu alikuja kwa upendo, alikuja kutukomboa kwa upendo, na alikuja akatukutanisha, akatukusanya kwa upendo. Na neno linavyosema kwamba mkiisha kutakaswa, neno la Kristo limekwisha takasa, limekwisha badilisha, limekwisha kuinua. Sema amen. Limekwisha takasa na limekwisha safisha. Lakini anasema kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo tukiwa katika Kristo. Tusitengenezeane hila, tusioneane wivu, maana katika dunia hii sisi ni ndugu. Katika mapito ya ulimwengu huu na utafutaji, sisi wote ni familia moja. Na anasema kwamba kwa kuwa mmezaliwa, tunapaswa kupendana, na amri kuu ni upendo. Biblia inasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. Tumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. Fedha inaweza ikaharibika, dhahabu inaweza ikaharibika. Hatujakombolewa kwa kitu kinachoharibika, bali tumekombolewa kwa damu ya Mungu mwenyewe, kwa damu ya Mungu mwenyewe, kwa damu ya Kristo peke yake, kwa Mwokozi wa ulimwengu, kwa yeye awezaye kufanya mambo makuu. Anasema mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa lile neno isiyoharibika, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Neno la Mungu lina uzima, neno la Mungu lina uzima, na ndio maana neno la Mungu likishakuja linatia uzima, linaondoa udhaifu. Neno la Mungu linakuja kama nuru. Nuru ikishakuwa imeng'aa mahali, lazima giza litoweke. Na shetani amefananishwa kama mtu wa giza, na yeye yuko katika ulimwengu akizunguka zunguka, amtafute wa kummeza, akufunike. Na akufunike na mawazo yako, wala usione kitu kinachoendelea. Lakini anasema mimi ni njia ya uzima, mimi ni nuru ya uzima, na hakuna mtu atakayeweza kumwona Baba isipokuwa kwa njia yake. Anasema tumezaliwa kwa neno la Mungu lidumulo hata leo. Manake neno la Mungu ni uzima. Likishatia mahali, likishaingia mahali, linasababisha uzima, linafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Kwa maana Biblia akasema hivi, anasema hivi, si kwa mbegu iharibikayo. Manake Yesu sio mbegu inayoharibika. Yesu sio mbegu inayoharibika. Yesu ni mbegu ya Mungu, sio mpango wa mwanadamu, lakini ni mpango wa Mungu. Ndio maana anasema hivi Isaya 9:6, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, na mtoto aliyezaliwa ni mtoto mwanaume, na amezaliwa kwa ajili yetu. Biblia ikasema kwamba lenye uzima, lile neno lenye uzima, na lile neno limekuja kwetu, likakaa kwetu, tukalishika lile neno, tukalipapasa, maana neno limekuwa mwili, na hilo neno lina uzima. Hilo neno likiingia katika maisha yako, unakuwa na uzima. Hilo neno likipata nafasi katika uzima, katika nyumba yako, linakuwa na uzima. Na lile neno likiwa mahali, likiwa limepata nafasi mahali, linasababisha uzima. Na lile neno, Biblia inasema ni lile neno tunalolihubiri.
Ndio maana Biblia inasema injili ni uweza wa Mungu. Maana lile neno tunapolileta lile neno, tunaleta uweza wa Mungu kwako. Sileti uweza wangu, sileti nguvu zangu, sileti uzima wangu, bali ninachokileta ni neno la Mungu, ni neno la Kristo. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Alikuwa kwa Mungu. Kwa nini? Ni mpango wa Mungu kulileta lile neno kwetu, lile neno liweze kutubadilisha, lile neno liweze kutuinua, lile neno liweze kutukomboa katika hali ya utumwa, katika mwenendo ya laana na mikosi tuliopokea kwa baba zetu. Lakini hilo neno Mungu ameliona kwamba ni vema alilete lile neno kwetu, na lile neno linaweza kubadilisha, na lile neno linaweza kuinua, lile neno linaweza kubadilisha fikra, linaweza kubadilisha jangwa likawa ziwa la maji, linaweza kutoa njia pasipo na njia. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipokuwa wanaenda kumtumikia Mungu, Musa ameshawatoa kundi. Farao amekubali waondoke. Mzaliwa wa kwanza wa Misri ameshakufa. Mzaliwa wa kwanza wa Misri, mtoto wa Farao, ameshakufa. Misri kuna kilio. Nataka nikwambie, Mungu akiamua kukutoa mahali, wale waliokushikilia lazima waachiwe kilio, lazima waachiliwe pigo, lazima wapigwe. Mungu akiamua kukuokoa, lazima maadui zako wapigwe. Alipoachilia pigo, tena pigo linalouma, pigo linalouma. Mzaliwa wa kwanza, mtoto wangu wa kwanza, kifungua mimba, ameanguka, amekufa, ndio niliyemuona, kusudi wewe uachiwe huru, kusudi wewe upate ukombozi, kusudi wewe ukamtumikie Mungu. Lakini baada ya kupata maisha umegeuka ukamwacha Mungu. Baada ya kupata maisha mazuri, baada ya kuishi katika ulimwengu ulio na uhuru, umeacha kumgeukia Mungu, ukaenda katika mwenendo wako usiofaa, usiompendeza Mungu. Ukasema, ya nini? Mimi niko huru. Lakini nataka nikwambie, neno la Kristo ndio linaloweza kuweka huru. Neno la Kristo ndio linaloweza kukubadilisha. Walipotoka katika ile nchi, waliacha kilio. Walipokuwa njiani wakimtumikia Bwana, kulikuwa kuna kikwazo mbele. Ni kitu ambacho elimu ya dunia hii haiwezi kufanya njia pasipo na njia. Kuna bahari mbele. Alafu bahari mbele, Farao amesema tuwafuatilie hawa watu. Haiwezekani mzaliwa afe alafu watu wameondoka. Tunapata pigo na watumwa wameondoka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, Mungu ana mpango na wewe jioni ya leo. Mungu ana mpango na wewe katika ulimwengu huu. Angali wewe una nguvu, angali wewe una afya, angali wewe una uwezo, Mungu ana mpango na wewe. Haijalishi unaishi mazingira gani, haijalishi uko wapi, Mungu ana mpango na wewe. Mungu amekukusudia. Ndio maana ulizaliwa ukawekewa kila kiungo katika tumbo. Mungu ana mpango na wewe. Na mpango wake Mungu katika maisha yako ni wewe kumtumikia, ni wewe kumsema, ni wewe kumtangaza, ni wewe kusema Mungu ni mwokozi katika maisha yako. Na Mungu, nataka nikwambie, hajakukusudia msoto, hajakukusudia mapito. Mungu amekukusudia raha. Anasema atakayekuja kwangu nitampa raha, nitampa uzima, nitampa kushinda, nitampa kutawala, nitampa kila anachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, akasema kwamba kuna kikwazo mbele. Farao na jeshi lake wanakuja.
Mungu ana njia nyingi. Farao labda alijua hawatavuka, lakini Mungu akisema anakutoa mahali, hakutakuwa na kikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu alipokuwa anaumba, pia yeye ndo aliumba bahari, pia yeye ndo aliumba nchi, pia yeye ndo aliumba milima. Musa akamwambia Mungu, nifanye nini? Nifanye nini? Maana maadui wanakuja, wanatukaribia kuturudisha tena kwenye utumwa. Mungu akamwambia Musa, una nini katika mkono wako? Una nini katika mkono wako? Musa akamwambia Mungu, nina fimbo. Akamwambia, nyoosha fimbo yako mbele na njia itatokea. Aliponyoosha fimbo mbele kupiga maji, maji ikatanda, maji ikaenda huku na huku, maji yakatindika, ukatokea njia pasipo na njia, kukatokea ukavu katika eneo la bahari, kitu ambacho katika elimu ya dunia hii haiwezekani, kitu ambacho unaweza ukafundishwa lakini bado uelewi. Haiwezekani mtu kupita ndani ya maji wakati kuna maji na ni maji ya bahari, na sio kwamba umeloa, ni kwamba njia imetokea mahali ambapo haiwezekani njia kutokea. Mungu akafanya njia, maana yeye ndo aliumba bahari, yeye ndo aliumba mbingu na nchi. Nataka nikwambie jioni ya leo, hizo habari ndio hizi ya kwamba Yesu anaokoa. Mkubali Yesu na utamuona katika maisha yako. Mkubali Yesu na utabadilika katika maisha yako. Nataka nikwambie, ukikaa katika lile neno utaifahamu kweli, na hiyo kweli itakuweka huru kweli kweli. Inawezekana katika dunia hii unaona kama unapita katika mapito magumu, lakini nataka nikwambie, alisema njoo kwangu nitakupumzisha. Nitakupumzisha, nitakupa raha, nitakupa amani, nitakupa kila kitu unachokitaka katika ulimwengu huu. Wakaondoka, wakavuka, wakaondoka. Maadui wanakuja kuwarudisha kusudi la Mungu kwenye utumwa. Mungu ameshawavusha. Wanakuja wakazama katika hiyo njia, wakijua kwamba watavuka. Kumbe Mungu ana mpango wa kuwamaliza maadui, akuwamaliza maadui, wasiwepo maadui tena watakao kufuatilia, wasiwepo kusudi lingine lolote, wasiwepo upinzani wa namna moja ama nyingine kitakachoweza kukufuatilia, kwamba wewe uko huru kweli kweli, na neno la Kristo ndio linaloweza kukuweka huru kweli kweli. Sema amen, amen. Nataka nikwambie, maadui zako wameangamizwa, wameshanyang'anywa mamlaka, wamenyang'anywa nguvu, wamenyang'anywa uwezo, wamenyang'anywa uwezo wa kukufikiria, wameangamizwa. Ulimwengu huu ameshaushinda mfalme, ameshaushinda mwokozi wa ulimwengu, na ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Endelea na hicho kitabu cha Petro. Anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Israeli kuvuka kwenye bahari ni kuzaliwa mara ya pili, ni kuvuka kwenye kikwazo, ni kwenda level nyingine, na level nyingine tumekwisha kwenda. Anasema si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu. Neno la Mungu, neno la Mungu ni Kristo. Neno la Mungu ni Kristo. Kristo ukombozi, uzima amefanyika. Anasema lile neno lina uwezo, lile neno lina nguvu, lile neno lina dumu. Sio neno la kitambo, sio kama jani unaloliona leo linakauka na kunyauka. Lile neno lina dumu, lina nguvu, lina mamlaka, na limemweka mwanamke huru, limemweka baba huru, limemweka kijana huru, na limemweka huru kweli kweli. Anasema linadumu hata milele katika maisha yako yote. Lile neno linadumu. Unaweza wewe usidumu, lakini neno linadumu, na neno likikaa ndani yako na wewe lazima ukadumu. Lakini utadumu ukiwa katika mapenzi ya lile neno, utadumu ukiwa katika kusudi la lile neno. Anasema maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka. Anasema bali neno la Bwana hudumu hata milele, hata milele. Na neno hilo ni neno lile
jema tunalolihubiri, neno hilo jema, neno la Kristo, neno la Kristo, neno la Mungu, hili ni jema. Likiingia katika maisha yako, linakufanya kuwa huru, linakuwa jema, linakuwa mema, inaondoa kila kikwazo, inaondoa kila changamoto, inaondoa kila mapito, inaondoa kila ugumu. Biblia inasema atakapokuja huyo, milima itashushwa, mabonde yatajazwa, na kila njia iliyopindapinda itanyoshwa. Maana lile neno lina nguvu, lile neno lina ushuhuda. Ndio maana Biblia inasema lina uwezo wa kifalme, ni mfalme, ni mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana, tumetoka waraka wa kwanza wa Petro 1:23, tuende waraka wa Yohana 2, waraka wa Yohana wa kwanza pia 5 kuanzia mstari wa 4, kuanzia mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Neno naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho, maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba ameshuhudiwa mwanawe. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa Mungu, kwa kuwa hakuuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanaye. Yeye aliye na mwana anao huo ushuhuda, yeye aliye na mwanaye anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Biblia inasema kwamba aliye na huyo mwanaye anao huo uzima. Huo uzima ambao Biblia inazungumza ni uzima wa milele, ni uzima katika kazi, ni uzima katika fikra. Kila utakachokifikiria lazima kikaonyeshe hali ya kwamba kile ulichokifikiria, kama ni biashara lazima ikaonekane, kama ni elimu ya watoto lazima ikaonekane, kama kuna mipango yako mikubwa uliopanga lazima ikaonekane. Lakini ukiwa na huyu mwana unao ushuhuda. Na Biblia inasema kwamba, anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na neno limeshazungumza kwamba aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Na sisi ndio tumezaliwa na Mungu, na sisi ndio tuliyempokea huyo mwana. Na aliye na mwana, Biblia inasema anao huo ushuhuda, anao huo nguvu, anao huo utawala, anao huo umiliki. Nataka nikwambie, Yesu alikuja ili akupatie kila unachotaka. Aliye na mwana ana ushuhuda, maana yake amemwona akifanya pamoja naye. Anasema anafanya kazi na wale wampendao na kuwapatia kila mema
yeye ana uwezo kukupa mema. Yeye ana uwezo wa kukupa kila unachokitaka. Ana uwezo wa kukupa mema. Mema ni yale mahitaji yako unayoyapenda. Biashara nzuri, ndoa nzuri, kazi nzuri, mifugo yako iongezeke, kazi yako ipanuke. Una mipango ya kujenga nini? Una mipango ya kusomesha watoto. Anasema anao huo uzima. Anakupa huo uzima. Anakupa tele. Anakupa kushinda, anakupa kumiliki. Anakupa kutawala. Katika ulimwengu hautaweza kutawala kama hauko na huyu mwana. Maana anasema aliye na mwana anao huo ushuhuda. Maana yake anao hiyo kweli. Anasema yeye anakuja akuweke katika kweli, na kweli yake sio kama ya wanadamu watoavyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yule aliyemwamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Katika ulimwengu huu kuna upinzani mkubwa. Katika ulimwengu huu kuna changamoto kubwa. Ndio maana unatafuta haupati. Kwa nini unatafuta upati? Kwa sababu hauna lile neno. Hauna Yesu ndani yako. Ndio maana unapapasa lakini hauoni. Lakini ukishakuwa na mwana, direct mwana anakupeleka kwenye kweli. Mtu mmoja anaitwa Petro akamwambia tumefanya kazi ya kuchosha, baada ya kugundua kwamba huyu ni mwenye mamlaka. Huyu hata bahari wa majini inamtii. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia tumefanya kazi ya kuchosha. Maana yake kuchosha ni kufanya kazi isiyokuwa na matokeo. Kufanya kazi isiyokuwa na majibu, mapato. Kazi imekuwa ni kama kazi ya chuma ulete. Unapata pesa lakini uoni. Anasema akamwambia tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini hatujapata kitu. Lakini alipomwambia nenda ukatupe nyavu kilindini, Petro alitoka na ushuhuda. Na Biblia inasema aliye na mwana ana ushuhuda. Maana yake Petro tayari yuko hapo. Tayari Yesu yuko hapo. Amempa ushuhuda kwamba kila nitakachokifanya lazima kikawe na matokeo. Nataka nikwambie Petro aliona matokeo. Alipata ushuhuda. Akaanza kuwaita ndugu zake, njoo, nyavu inakatika. Kwa nini? Yuko na mfalme wa falme. Yuko na mwokozi wa ulimwengu. Yuko na mfalme wa amani anayeweza kusababisha amani. Yuko na anayeweza kusababisha uzima. Anasema yuko na aliyeushinda ulimwengu. Anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Katika ulimwengu huu kuna upinzani, lakini utashindaje? Muamini Yesu kwamba ni mwana wa Mungu. Muamini Yesu kwamba ni mpango wa Mungu. Muamini Yesu kwamba ni neno la Kristo. Muamini Yesu kwamba ni neno la Mungu tunalolihubiri leo, neno la Mungu linalobadilisha. Kwani kumpokea Yesu kuna uzito gani? Kuna uzito gani? Unasema nabeba kitu kizito. Ni mambo machache ya kukiri tu kwa kinywa, ni kusikia tu, na kusikia inatokana na lile neno. Ukisikia, unaamini, unakiri, umepata wokovu. Unaushinda ulimwengu huu. Unaushinda ulimwengu huu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni yule aliyeliamini lile neno, ni yule aliyesikia, ni yule aliyeamua, ni yule aliyesema Yesu ni Bwana na Mwokozi na ni mwana wa Mungu, ndio ameweza kushinda ulimwengu. Biblia ikasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aminia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo alikuja kwa maji na damu. Si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye kwamba, kwa sababu Roho ndiye kweli. Roho ndiye kweli. Maana yake lazima uamini kwa moyo. Kwa moyo, sio kwa kinywa. Kwa kinywa ni kukiri. Kwa masikio unasikia, unaamini kwa moyo, unakiri kwa kinywa.
Na yule Biblia inasema katika Yohana 4:24, Mungu ni roho, na waabudio watamwabudu katika roho, na huyo roho atakushuhudia, atakuwa pamoja na yeye. Kwa hiyo mwenye kuushinda ulimwengu ni yule aliyemwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha. Anasema Yesu Kristo si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudia, kwa sababu Roho ndiye kweli. Roho wa Mungu ndiye kweli. Roho wa Mungu ndio inaweza ikakuchukua ikakutia kwenye kweli. Haikutii kwenye uongo, haikutii kwenye unafiki, bali inakuweka huru kweli kweli. Anasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Baba, wanalishuhudia lile neno uliloliamini ambao ni Yesu Kristo. Anasema na neno ni Yesu. Anasema ameshaenda kuandalia makao. Anasema na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko duniani kutusaidia udhaifu wetu. Anasema siondoki mimi, lakini nitawaachieni huyu msaidizi, na huyo msaidizi yeye ndo atatusaidia udhaifu wetu, ataondoa udhaifu wetu, atatuongoza, atuingize katika ile kweli ambao ile neno. Na wote hawa watatu, Baba, neno ni Kristo, Roho Mtakatifu, wanafanya kazi katika moja. Maana yake alipo Roho yuko Baba, alipo lile neno yuko Baba, yuko Roho, yuko Mashia wa Mungu Kristo. Anasema hivi, mbinguni Baba, neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, Roho Mtakatifu ambao tunaye, na maji na damu. Na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanaye. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa Mungu, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanaye. Anasema aliye na mwana anao huo ushuhuda, na aliye na mwana ana nguvu, anashinda, anatawala, anamiliki, anatawala malango ya adui, na hakuna kitu kitakachoweza kukutabisha ukiwa na huyo mwana. Biblia inasema ameshaushinda ulimwengu, ameshatawala ulimwengu, ameshamiliki zote, ameshatawala katika kila eneo, katika kila sekta. Hakutakuwapo na kikwazo tena, maana Kristo ameshaushinda ulimwengu. Simuoni adui wangu wameshaangamizwa. Farao na jeshi lake lote wameshaangamizwa. Mimi ninaweza nikashinda ulimwengu kwa sababu nimemwamini Yesu kuwa Bwana na kuwa Mwokozi katika maisha yangu. Mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Na wewe pia unaweza ukampokea Yesu jioni ya leo. Unaweza ukalipokea lile neno ambalo linaweza kuwa ushuhuda katika maisha yako, nawe utaweza kuushinda ulimwengu. Katika ulimwengu kuna mapito, kuna misukosuko, kuna mabonde, kuna milima, kuna njia zilizopinda, lakini Yesu anasema ameushinda ulimwengu, ameshatawala ulimwengu. Nataka nikwambie wewe ni mtu ambayo Mungu amekukusudia ushinde ulimwengu. Mungu amekuweka, na Biblia ikasema kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu. Neno hili kusudi lake linakufanya kuwa mwanafunzi wa Kristo, linakufanya uwe mtu mmoja wa walioingia katika ufalme wa Mungu, linakufanya uwe mtu mmoja ambayo utahesabiwa haki. Siku moja unatarajia kwenda mbinguni. Siku moja utakaa na Baba. Siku moja utakaa karibu na kiti cha enzi. Siku moja utaungana na